Awali ya yote nimshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutujalia afya njema, lakini zaidi kutukutanisha katika eneo hili la mwekezaji ambapo mwenge wa uhuru umekuja kuangaza hapa, na tunaendelea kumpongeza mwekezaji kwa jitihada ambazo amezionyesha. Ndugu viongozi wa mwenge kitaifa, serikali ya awamu ya 6 chini ya Daktari Samia Suluhu Hassan imetengeneza mazingira bora ya uwekezaji kwa sekta binafsi. Taratibu za uwekezaji zimekuwa nyepesi. Mwekezaji yoyote anayetaka kuwekeza nchini, Daktari Samia Suluhu Hassan ametoa maelekezo ya mwekezaji kuhudumiwa kwa haraka na kuendelea na shughuli zake za uwekezaji. Hizo ni jitihada za kuwakomboa Watanzania kimaendeleo ambazo amezikusudia Daktari Samia Suluhu Hassan. Ndugu kiongozi wa mbio za mwenge kitaifa, sisi watu wa halmashauri ya mji wa Babati ndiyo kioo cha mkoa wa Manyara. Uwekezaji mkubwa tunaukaribisha katika halmashauri yetu ya mji wa Babati, lakini serikali kwa kutambua pia hapa ni makao makuu ya mkoa wa Manyara, katika halmashauri yetu ya mji wa Babati wawekezaji umeendelea kumiminika kutokana na mazingira bora yaliyowekwa na Daktari Samia Suluhu Hassan. Wakati wa kampeni, Daktari Samia Suluhu Hassan tulimuomba barabara ya kutoka kona ya Mrara kuelekea kwenye lango la hifadhi ya Tarangire kwa ajili ya kuchochea utalii na kufungua uchumi wa mji huu. Na leo tunavyoongea tayari tumekwisha kupewa mita 800 kuelekea huko ambapo barabara hiyo inaelekea Ikulu na inaelekea katika lango la hifadhi ya Tarangire. Kwa hiyo tunaendelea kuona ni namna gani Daktari Samia Suluhu Hassan anavyofungua njia ya uwekezaji katika nchi yetu, lakini katika halmashauri ya mji wa Babati. Tunapoelekea kwenye dira ya taifa ya 2050, tukianza na dira muda mfupi ya kati na hiyo ya 2050, serikali imeweka mpango madhubuti ambapo tunategemea sekta binafsi kupata msaada mkubwa wa namna yoyote ya wao kuwekeza nchini mwetu ili waweze kuchochea maendeleo, lakini zaidi katika pato la taifa tunatazamia ifikapo kwa dira ya 2050 tuweze sekta binafsi iweze kuchangia 70% ya pato la taifa. Na katika kuchangia 70% ya pato la taifa, ni dhahiri sekta binafsi itakwenda kufungua fursa za ajira nyingi na vijana wengi wa Tanzania watakwenda kunufaika kwa kupitia dira ya 2050. Ndugu kiongozi wetu wa mwenge kitaifa, serikali imeweka miundombinu mizuri na tunaamini kwa jitihada ambazo zimefanyika na kwa namna ambavyo viongozi wa ngazi ya mkoa katika mkoa huu na ngazi ya wilaya, nikimaanisha halmashauri yetu pia ya mji, kuna maeneo mazuri, viko viwanja vizuri vimewekwa, vimetengwa kwa ajili ya uwekezaji. Hivyo tunawakaribisha wawekezaji kutoka maeneo mbalimbali kuja kuwekeza hapa halmashauri ya mji wa Babati. Lakini zaidi tunapromoti uwekezaji wa hotels kama ambavyo tunampongeza leo mwekezaji wa IRN ambaye ni mzawa kwa kuwekeza katika hoteli hii. Ninaamini lango litakapoanza kufanya kazi, ni dhahiri wageni wa utalii watapata maeneo ya kulala na uchumi wa watu wa eneo hili utakwenda kuboreka. Kwa kufikia hapo, ni kushukuru kwa kunipa nafasi. Sasa nichukue nafasi hii kumpongeza sana mwekezaji wetu huyu. Mpigeni makofi. Ni mwekezaji aliyefanya juhudi ya pekee lakini ya kubadilisha mji wetu wa Babati. Ameubadilisha sana. Huu ni uwekezaji mkubwa sana ambao amefanya ndani ya mji wetu, lakini hii ndio dhamira na mwelekeo wa serikali yetu ya awamu ya 6 chini ya Daktari Samia Suluhu Hassan. Ni kwa kipindi chake Dr. Samia Suluhu Hassan ameweka mazingira rafiki kuhakikisha kwamba wawekezaji wanaweza kuwekeza katika nchi yao. Lakini huyu mwekezaji tuliyenaye hapa ni mzawa wa hapa Babati. Kwa hiyo sisi wana Babati tunajivunia kuwa na watu wa namna hii ambao wanakumbuka kuwekeza nyumbani. Lakini kama serikali imetoa fursa, imetoa nafasi kuhakikisha wawekezaji wanapewa fursa hizi za kuwekeza, lakini wanaendelea kulindwa ili kuweza kuwekeza katika maeneo yetu. Na kwa sasa kupitia uwekezaji huu tutakwenda kupanua mji wa Babati, lakini tutakwenda kuboresha sekta ya utalii katika mji wetu. Kama mnavyofahamu, tunayo hifadhi yetu ya Tarangire hapa karibu. Serikali na mpango wa kutengeneza barabara hii inayoelekea kwenye geti la Mamire, na baada ya kufungua geti lile uwekezaji huu utaboreka zaidi na kupata watalii wengi
ambao watakuja katika mji wetu ili waweze kutembelea hifadhi yetu ya wanyama hapo Tarangire. Kwa hiyo nitoe wito kwa wawekezaji wote wazawa na kutoka nje, bado tuna nafasi kubwa ya kuja kuwekeza katika mji wa Babati. Hali ya mji wa Babati ni rafiki, hali ya mji wa Babati ni salama. Kwa hiyo nitoe wito, karibuni sana wawekezaji, wekezeni mji wa Babati ili mji wetu ukue, lakini tuboreshe sekta ya utalii na kukuza uchumi wa nchi yetu. Dr. Samia Suluhu Hassan hoye! Asante sana.